Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu Jumanne ya leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wakati miradi ya ujenzi wa barabara za mwendo kasi jijini Dar es Salaam, Bagamoyo, Maktaba, Mwenge, Tegeta na Ubungo Kimara ikiongezewa muda kukamilika mpaka mwezi wa 8 mwaka huu, baadhi ya watumiaji wa barabara za Bagamoyo wametoa maoni yao na kusema haoni mradi huo ukikamilika ndani ya mwezi wa 8. Wakiongea na Kurasa, wananchi hao wameeleza kuwa kwa wanachokiona barabarani hakiakisi kasi ya ujenzi na kuhisi muda ulioongezwa ni mdogo sana. Kwa utendaji wa kazi wa sasa hivi kidogo wanaona kama wanaswasoa kutokana na magari mengi, maana barabara Bunju magari yanapita mengi. Kwa hiyo isitoshe hapo kiangalia na foleni jinsi asubuhi ile pale mpaka jioni magari yanapokuwa mengi, kazi inakuwa chache. Yaani ukiona tu, hata wewe ndugu mwandishi, ukiona tu barabara unajua kabisa huu mwezi wa 8 haitakuwa imekamilika. Kwa sababu tusizungumzie mwezi wa 8 ukasema kwamba ni mbali. Hebu jifikirie leo hii huu tunapozungumza mwezi wa 4. Jua hii barabara kwa mwezi wa 8 hapana. Si kweli. Kwa sababu toka ujenzi ulivyoanza nikitazama muda waliotumia na mpaka saizi hali ilipo hii barabara mpaka daraja hata moja bado. Ukiniambia inakamilika mwezi wa 8 si kweli. Tuendelee na Kurasa. Huku mnatoka sasa. Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Manyara kimeonya baadhi ya wanachama wa chama hicho wanaojipitisha kwa wanachama na wananchi kujinadi kwa kuomba kura na kupanga safu za uongozi kabla ya muda. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Manyara Peter Toima akizungumza na Kurasa akiwa katika wilaya Kiteto amesema chama hicho kijianza kampeni na kuwaonya baadhi ya wanachama wilayani Kiteto ambao kwa sasa wameanza kukiuka taratibu za chama hicho kwa kupanga safu za uongozi na kuanza kuomba kura kabla ya muda. Tusitumie nafasi pia ya kuwa huru kupita kiasi kuanza kutengeneza viongozi kabla ya vikao vya chama. Kule kwenye mitandao mnaanza kutengeneza madiwani wenu, kule kwenye mitandao mnaanza kutengeneza wabunge wenu. Sasa hivi wale wanaojichomeka hivi wangeacha kwanza ili wasije wakakosa sifa. Maana mtu anaweza akaona jina lake alirudi akasema kaonewa. Wilaya yetu ya Kiteto tukiri kuna migogoro michache ya ardhi ambayo tunayo na serikali inaendelea kuishughulikia, na kuna mengine inaendelea kumalizika. Tumalizie Kurasa kwa hili. Waendesha bajaji mkoani Dar es Salaam wamesema kwamba kufunga vifaa maalum vya ulinzi kwenye bajaji zao kumewasaidia kuzuia wizi, ikiwemo pia upatikanaji wa vyombo vyao kwa haraka pindi vinapoibiwa. Wakiongea na Kurasa, madereva bajaji wamesema kwamba licha ya faida zake wameonyesha uwepo wa changamoto ya wezi wanaoiba zikiwa na vifaa hivyo ambapo huvifungua na kuvitupa. Kimepunguza wizi kwa sababu walifu wanaogopa kutokana na yani kwamba mwizi atakaiba ni chombo kinaonekana sehemu ambapo kinaelekea. Kwa hiyo inakuwa rahisi kumkamata na rahisi kukipata chombo cha moto. Kwa bajaji wenzangu na washauri wafunge tena kwa wingi, maana imepunguza wizi na imesaidia sana uhalifu. Kuna kitu kinaitwa mikataba. Uaga vijana tutapewa bajaji mikataba. Unakuta mshua anaangalia kishaona labda mbakiza miezi 2 mingapi. Kuna washua wengine hawana roho akishaona mbakiza ndani ya miezi 2 kivyo vyote atakufanyia fitina, tuwashangaa bajaji inapotea ukiangalia ina GPRS. Kwa ni kitu ambacho vijana wengi kinawaumiza na ni wengi sana washapoteza vyombo kupitia mambo hayo hapo. Sio kama vimewekwa bado ndio vinasaidia, kama ukichuma inapatikana hamna, yani havisaidii chochote. Kwa hiyo na maana vitafutiwe staili nyingine ya kutengeneza ili tuvipate vyombo vyetu. Sio hizo GPRS hamna kitu. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia Kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia Jumanne njema, endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.